Tuanzie na ligi kuu kandanda ya Ujerumani, Bundesliga, ambapo mechi za mzunguko wa 8 zimekamilika mwishoni mwa wikendi hii na tumeshuhudia vigogo Bayern Munich wameendeleza ubabe wao. Mechi 8 wameshinda mechi zote 8, lakini pia upande wa Borussia Dortmund wao pia wamejipata mara baada ya kupoteza mechi ya ligi wikendi iliyopita dhidi ya Bayern, wameweza kuwafunga FC Cologne goli 1-0, lakini pia Leverkusen na Leipzig pia walituma ujumbe mzito kwa timu ambazo wamecheza nazo. Tuanze na mechi kubwa kabisa ambayo tumeitangaza pia siku ya Jumamosi ya Bayern Munich dhidi ya Borussia Mönchengladbach, ambao walishinda magoli 3-0. Tathmini ya Bundesliga ya mechi hizi 8 za mwanzo, mzunguko wa 8, kwa ufupi kabisa unaweza ukaielezea vipi? Asante sana Sule. Ni kwamba Bayern walikuwa na fursa ya kutanua mwanya zaidi na wameitumia fursa hiyo. Kuna mwanya wa alama 5 sasa hivi kati yao na RB Leipzig ambao wamesimama katika nafasi ya pili wakiwa na alama 19, Bayern 24. Mwanya huu unawapa uwezo zaidi Bayern katika mechi ambayo inafuata kuweza kuutanua zaidi na kuiwacha ile timu ya pili mbali kabisa. Kwa hiyo tunapokaribia sasa hivi kipindi cha kwenda mapumziko ya Krismasi na mwaka mpya, Bayern wataibuka washindi wa duru hii ya kwanza ya msimu huu wa ligi, na mwanya kati yao na timu ya pili huenda ikawa kubwa, inaweza kafika mpaka alama 10. Kitu kingine ambacho nakiona baada ya mechi hizi ni ile hali ngumu ambayo inaikabili Borussia Mönchengladbach ikiwa mkiani. Hii timu imekuwa na mkosi mkubwa sana msimu huu na naona wanapata shida. Tunaweza tukawazungumzia baadaye. Lakini ukiangalia katika 6 bora ambazo zimesimama sasa hivi, hakukutokea mabadiliko yoyote kabisa kuanzia timu ya kwanza mpaka timu ya 5. Zote zilipata ushindi na zote zimesimama pale pale zilipokuwepo. Timu ambayo imeingia pale sasa hivi ni Eintracht Frankfurt ambayo ilikuwa nje ya 6 bora. Kwa hiyo imeingia 6 bora ikaisukuma chini Cologne na TSG Hoffenheim pia imejaribu kupanda juu kabisa katika nafasi ya 7 na Frankfurt imeingia katika nafasi ya 6. Hii inaonyesha kwamba Frankfurt inataka sana kuingia katika zile 4 bora za kufuzu moja kwa moja katika michuano ya Champions League msimu ujao. Sule, kwa ufupi tuizungumzie safari ya Leipzig ambao wamepata ushindi dhidi ya Augsburg magoli 6-0, lakini pia Bayer Leverkusen walianza vibaya msimu baada ya kumfukuza kocha wao Ten Hag baada ya mechi 2 tu. Na jinsi walivyoanza, watu wengi walidhani kwamba pengine mara hii Bayer Leverkusen mambo yameenda kombo. Utakumbuka pia Leipzig mechi yao ya mwanzo kabisa walipofungua ligi walipigwa 6 na Bayern Munich. Lakini kwa sasa timu hizi ni kama zimejipata. Tuseme ndo matumaini mapya kwa timu hizi kuendelea kurudi pale katika nafasi ambazo zilizokuwepo msimu mmoja miwili iliyopita. Unaweza kusema ni matumaini mapya, lakini inaonyesha pia kwamba wanapokuwa katika mazoezi wanajaribu kuboresha fomu yao vizuri. Na wamefanikiwa kwa sababu kweli hawakuanza vizuri. Lakini kwamba sasa hivi wameingia katika 6 bora, hii inaleta matumaini kwamba hizi timu kadri ligi inavyokwenda zitakuwa miongoni mwa zile timu ambazo zinakaa katika 4. Zinatoka 4 bora, 6 bora, 4 bora, 6 bora. Na uwezo kabisa sasa hivi wanauonesha. Kikosi cha Bayer Leverkusen tunajua kiko katika kipindi cha mpito na kocha anajaribu kukitengeneza vizuri. Na kinapata shida kidogo katika mashindano ya ndani kwa maana kwamba ligi na vile vile pia Champions League. Lakini haijambo ningeweza kusema kwamba sasa wameingia katika 6 bora. Nafikiri hii inatoa mwelekeo mzuri. Charo, weekend hii kulikuwa na mechi moja kubwa ambayo ulimwengu mzima ulikuwa unasubiri kwa hamu na tumeweza kuishuhudia mechi ya El Clasico, Barcelona ya Uhispania dhidi ya Real Madrid, ambao walikuwa nyumbani katika mechi ambayo wengi walitegemea pengine Barcelona angeendeleza ubabe wake, lakini kitu ambacho kimetokea hapo jana ni kitendo cha kufungwa magoli 2-1 na Real Madrid kimezusha sio tu mjadala katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kote ulimwenguni vinazungumzia mechi hii ambayo imekamilika hapo jana. Wengi wanamzungumzia Lamine Yamal ambaye alituma maneno ya shombo, unaweza kusema kwa upande wa Real Madrid kwamba kwa namna kama wanabebwa hivi, alafu pia kadi zilikuwa nyingi. Lakini Pedri kwa mara ya kwanza pia amepewa kadi yake nyekundu. Mechi ilikuwa ni tense sana. Unaizungumzia vipi? 2-1. Xabi Alonso mechi ya kwanza kabisa akiwa kocha wa Real Madrid ya El Clasico anapata ushindi dhidi ya Hans Flick. Yaani mafanikio kwake na kongole kwake kwa jinsi ambavyo amekwenda kuitengeneza ile timu na kuleta tena ile hali ya kujiamini na kucheza kwa uzuri
nzuri kutandaza mpira. Madrid ni timu nzuri, hilo halina mjadala, na Barcelona pia tunajua hawa ni miamba wa soka la Liga. Lakini kwamba Madrid imeipiga Barcelona 2-1 inaonyesha kwamba timu hizi mbili bado nguvu zao zinakaribiana. Kwa hiyo kongole kwa Madrid kwa kuwashinda Barcelona, na kweli kwa muda mrefu wamepata shida sana kila wakati wanapocheza na Barcelona wanapoteza. Lakini sasa kwamba wamepata ushindi, hii nafikiri inawajengea uwezo zaidi na ile hali ya kujiamini zaidi wanaposonga mbele katika ligi. Ila wawe makini sana, kwa sababu kama nilivyosema 2-1 ni ushindi ambao ni rahisi sana kuupindua. 2-1 inaweza kuwa kwa manufaa ya Madrid au ikageuzwa tena ikawa kwa manufaa ya Barcelona. Asante. Tuelekee Tanzania sasa, ambako huko nchi hiyo imeandika historia mpya kwa mara ya kwanza kwa kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi katika michuano ya mataifa barani Afrika CAF, na mwanamichezo wetu Mindi Joseph ametuandalia mengi zaidi ambayo anaenda kutueleza. Kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania, taifa limefanikiwa kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano mikubwa barani Afrika chini ya shirikisho la soka Afrika CAF. Baada ya ushindi wa jumla wa mabao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini, Simba imepiga hatua na kuungana na watani wao wa jadi Yanga katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Wakati huo upande wa kombe la shirikisho Afrika, vilabu vya Azam FC na Singida Black Stars vimeonyesha ukomavu wa hali ya juu kwa kuibuka na ushindi unaowaweka kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza katika historia ya vilabu hivyo. Katika mahojiano na mchambuzi wa soka Jacob Mlaya, anataja mafanikio haya ni ishara ya ukuaji wa soka la Tanzania. Timu zote 4 zilizoshiriki nadhani ni kutokana na uwekezaji ambao kimsingi umefanyika. Haijaja bahati mbaya. Itazame klabu ya Simba na Yanga, obvious mara zote wamekuwa wakifanya hivyo. Unaona, unapata picha. Uwekezaji wa Simba na Yanga ulishakuwa mkubwa, ndio maana Yanga walishafika fainali pia ya kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu uliopita pia Simba wamefika fainali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo sina mashaka na hivi vilabu. Klabu ya Singida Black Stars na klabu za Azam zimefanikiwa kufika hapo kutokana na uwekezaji. Kwa sasa macho yote ya mashabiki yanaelekezwa kwenye draw za hatua ya makundi, huku Watanzania wakiwa na matumaini kuona timu hizi zikiendelea kutamba na kuleta heshima zaidi kwa taifa. Kwa upande mwingine, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kutifua vumbi wiki hii, huku macho ya mashabiki yakiwa yameelekezwa kwa vigogo wawili wa soka, Yanga na Simba, ambao wote wanarejea uwanjani kwa michezo muhimu katikati ya wiki. Kesho Jumanne tarehe 28 Oktoba katika uwanja wa Benjamin Mkapa unatarajiwa kushuhudiwa mtanange mkali. Mabingwa watetezi Yanga watawakaribisha wakatamiwa Mtibwa Sugar. Kuhusu maandalizi, kocha Mtibwa Sugar Awadhi Juma anasema mpaka sasa tuko na afya njema. Upande wa benchi tactical tunashukuru kila mmoja yuko vizuri na yupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi Dar es Salaam Young Africa. Kwa upande wa Yanga, mchezaji Ofeni Chikola anasema tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Hakika haitakuwa mechi rahisi. Oktoba 30 itakuwa zamu ya Simba kuonesha ubabe wao wakiwa nyumbani dhidi ya TRA United. Golikipa wa Simba Yakubu Sulemani na mchezaji wa Simba Awesu kuelekea mchezo huo wanasema mechi nayo pia itakuwa ngumu kwa sababu za ligi ndo hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja, kwa hiyo utazidi kuwa ngumu. Mchezo unaofuata washabiki waje kwa wingi kwa uwezo wake Mungu, inshallah pointi 3 lazima. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mindi Josefu. Naam, tuondoke Tanzania tuelekee huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo vilabu viwili pia vimefanikiwa kufuzu katika michuano ya mataifa Afrika. Ni vipi hivyo? Mwenzetu Zuberi Ali ametuandalia ripoti ifuatayo. Klabu hizo zimeingia kwenye hatua ya makundi kwenye mashindano ya kimataifa baada ya kuvitoa vilabu vya kusini mwa Afrika. Klabu ya Manyema Union imejikatia tiketi yake ya kombe la shirikisho kwa kumfunga Royal Leopards ya Eswatini kupitia mikwaju ya penalty baada ya kumaliza sare ya 1-1, matokeo kama ya mechi ya awali. Licha ya kufuzu hatua ya makundi, kocha wa klabu hiyo Papi Kimoto amelaumu wenyeji wao kwa mapokezi mabaya pamoja na upigaji mbaya wa firimbi wa maamuzi wakati
Walipofika Kinshasa, tuliwapokea vyema na kuwapa siku 2 za mazoezi ili wafanye mazoezi kwa ukimya. Bahati mbaya tulifika hapa na kuomba kufanya mazoezi kwa muda waliofanya kwetu, lakini walikataa kabisa. Ni ukosefu wa usawa wa mchezo na haina nafasi kwenye mpira wa Afrika. Tumefurahi sana, kwani tumekuja hapa na malengo ya kurejea tukiwa tumefuzu, na tumefanya licha ya maamuzi mabaya yalikuwa ya aibu kwenye mchezo wa Afrika. Vijana kutoka Lubumbashi Saint-Eloi Lupopo wameingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye historia yao kwa kunusurika chupuchupu baada ya kuruhusu mabao 3 huko kusini mwa Afrika na kufuzu kupitia mikwaju ya penalty pia. Furaha ilionekana maeneo mbalimbali nchini baada ya kuwatoa Orlando Pirates ambao walikuwa wamejiamini mbele ya mashabiki wao.